Sawa, turudi kwenye masuala mazima ya uzalishaji. Yes. Hii mizinga ya kufugia nyuki. Yeah. Nyie mnaitoa wapi? Mnaitengeneza wenyewe ama mnainunua labda kutoka nje ama hapa ndani? Yeah, ni kitu ambacho nisahau kueleza mwanzoni. Pia tuna karakana. Okay. Tuna karakana yetu pale Dodoma, pembeni ya ofisi yetu na karakana ya kutengeneza mizinga ya nyuki. Kwa ni ofisi pia ni sub office ndani ya ofisi ambayo inajitegemea na uongozi wake na inafanya shughuli zote. Na tukienda moja kwa moja hapo kwenye mizinga, sisi mizinga ambayo tunatengeneza ni ya mizinga ya kisasa tu. Mizinga tunasema ya kibiashara ambayo inaitwa Top Bars pamoja na Langstroth. Means kwamba kuna aina nyingi za mizinga. Okay, kwenye aina za mizinga hapa sio, kuna aina mbili za mizinga. Kuna mizinga ya kienyeji na mizinga ya kisasa. Kwenye mizinga ya kienyeji ndio kama mizinga yameelezea, mizinga ya magome ya miti, mizinga ya vibuyu, mizinga ya vyungu au mizinga ya magogo ya miti wanatoboa katikati, hiyo ni mizinga ya kienyeji. Ambayo mizinga mara nyingi kwenye uzalishaji inakuwa na uzalishaji mdogo kwanza. Lakini pia tunasema kwenye ubora wa mazao ya nyuki ikiwemo asali unaanzia shambani. Ni kuanzia shambani unazozingatia ubora wa mazao ya nyuki au asali yenyewe. Kwa hiyo ile mizinga kwenye kuzingatia ubora wa asali uwezo wake ni mdogo sana. Wakati wa nyuki wanapozalisha wenyewe, hata wakati wa kuvuna. Namna ya kutenganisha asali na watoto wa nyuki au na hizo pollens inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo unakuta wakulima wakati wanavuna wanachanganya asali pamoja na watoto wa nyuki. Ndio ile wanasema asali ya nyuki wadogo. Asali ya nyuki wadogo ni asali. Hiyo ni asali nyingine kabisa. Ni aina nyingine ya asali ya species nyingine ya nyuki kabisa. Okay. Asali ya nyuki wadogo ni nyuki ambao wang'achi au umi kabisa. Unaweza kaweka hata nyumbani kwako kwenye bustani pale kwenye garden unaweza kaweka wale. Ila tunaposema unachanganya kwenye nyuki wanazaliana, unataga mayai afu wanazalisha watoto. Sasa wakati wa kuvuna asali unakuta mkulima anachanganya watoto pamoja na asali, ni vitu vile tofauti. Sasa wale watoto kuchanganya na asali, hiyo asali inaharibika. Inakuwa haina tena, umeharibu ubora wa nini? Wa asali. Au ukivuna asali ikiwa bado haijakomaa, na hiyo asali itaharibika ndani ya muda mfupi. Sasa ndo hasara kubwa ya mizinga ya kienyeji. Ambapo sisi kwenye karakana yetu hatuvitengenezi kabisa. Na pia hatushauri watoto. Mtu labda anataka kuanzisha shamba lake la ufugaji wa nyuki, hatumshauri kutumia hiyo mizinga kwa sababu tunasema tunafanya commercial beekeeping, ufugaji wa nyuki wa kibiashara. Sawa? Kwa kwenye mizinga ya kisasa kuna hii ya Top Bars pamoja na Langstroth. Sasa Kiswahili chake kidogo labda nieleze. Ya Top Bars ni mizinga ya watu wengi wanaiona ni box moja, inakuwa ni box moja la mbao. Okay. Ambao juu ya box pale kunakuwa na viunzi. Viunzi ni tunasema ni bars hizo ndogo ndogo zinapangwa juu ya lile box. Sawa? Ambazo zinakuwa zimebanana hivi. Afu juu ya vile viunzi inakuwa na mfuniko wa bati. Chini ya mfuniko unatengenezwa na plywood ili kutokuruhusu jua lisipige moja kwa moja. Sababu ile plywood ni mbao, kwa hiyo jua ile ina absorb joto. Okay. Unaona? Mzinga wa Top Bars. Huo mzinga wa Langstroth ndo mzinga wa kisasa zaidi. Kushinda huwa Top Bars. Huwa Langstroth ni mzinga ambao unakuwa na maboksi mawili. Sasa ni unaitwa mzinga wa gorofa. Kwa unakuwa na boksi la chini na boksi la juu. Katikati ya boksi la chini na boksi la juu kunakuwa na wavu. Unaona? Sasa kwenye nyuki wenyewe wamegawanyika katika makundi matatu. Kuna nyuki malkia ambao anakuwa ni mmoja katika kundi zima. Alafu kuna nyuki vibarua ambao wanakuwa ni wengi sawa, ndio wanaofanya kazi. Hata nyuki akija kukung'ata ni nyuki kibarua. Hata hao ndio wanaotengeneza asali. Alafu kuna nyuki madume wanaitwa drones. Sasa lengo la kuweka ule wavu ni kutokumruhusu yule nyuki malkia asipande kwenda kwenye boksi la juu. Kwa sababu ile nyuki malkia kazi yake kubwa ni kutaga na kufanya usimamizi wa kundi kijumla. Yeye ndo kama rights yani kiongozi. Sasa maana tunataka kwenye boksi la juu kule tuvune asali peke yake. Okay. Umeona Maana malkia kule juu hawezi kufika. Ila nyuki wengine watafanyaje? Watafika. Utauliza kwa nini malkia hawezi kufika? Kwa sababu malkia anakuwa ni mkubwa kiumbo. Anakuwa ni mkubwa kabisa. Ila nyuki wengine wanakuwa ni wadogo wadogo. Ule wavu wanapenya. Wengine wanapenya, malkia hawezi
kupenya. Wale wengine ndio wanaotengeneza asali, wale nyuki vibarua wale ndio wanaotengeneza asali. Kwa hiyo watapenya, watatengeneza asali kwenye box la juu. Kwa wakati wa kuharvest sasa, una harvest box la juu. Kule unakuta asali tu. Kwa hapo moja kwa moja umeona ni mzinga wa kibiashara kweli. Maana kule unakuta ni asali peke yake, hakuti watoto, hakuti pollen wala nini. Kuna hii mizinga ambayo inatengenezwa kwa simenti, kitu kama hicho. Vipi kuhusiana na hiyo? Nadhani mizinga ya simenti pase, nadhani labda ni watu labda wanafanya tafiti au wanafanya nini, lakini mzinga wa simenti au udongo kwanza management yake itakuwa ni ngumu sana. Unaona, kwa sababu imagine unateza mzinga wa simenti. Sasa leo umeuhamisha kutoka shamba A kupeleka shamba B, utaubebaje? Shughuli yake ni pevu. Lakini pili, simenti ile inashika ubaridi. Inashika ubaridi ya. Nyuki hawahitaji baridi. Nyuki sasa wenyewe kuna joto la kitaalamu, kuna joto la mzinga. Sawa, nirudi mwanzo. Umezungumzia kuhusiana na kwamba mnatoa huduma ya mafunzo kwa watu ambao wanahitaji. Yes. Asa yamkini labda kuna kikundi labda ni cha vijana ama cha wamama wanahitaji mafunzo, lakini wameshindwa kukidhi gharama ambazo labda mnakuwa nazo. Mnawasaidiaje watu kama hao? Swali zuri. Kwanza sisi kama kampuni tuna roster, tuna listi ya vikundi zaidi ya 15. Ndio. Ambavyo sio vikundi vyote ambavyo tunavihudumia sisi vinatoa hela. Kama ulivyosema hapo, kuna vikundi vingine ni vichanga bado, ndio vinaanza, vinajitafuta. Na sisi moja hapo ya mission yetu ni kuempower local farmers wazalishe kwa kiwango kikubwa katika mazingira yale ya kiasilia. Okay. Lakini wazalishe kibiashara. Umeelewa? Kwa hiyo tunachokifanya sisi tunaingia nao contract, mkataba ambapo tunakuwa tunawapatia vifaa, mfano kama mavazi, smokers, hive tools, mpaka mashine ndogo zile za kuchakata asali. Sawa? Ambapo tunachokifanya hapo, kwanza tunaangalia uwezo wao na idadi ya mizinga walionayo. Je, hii mizinga itaweza kuzalisha asali ambayo asali baadaye tutaje kuinunua sisi. Okay. Kwa bei ambayo tunakuwa tumekubaliana. Kwa hiyo tunakuwa tumewasaidia vifaa vya kuchakatia, na asali ambayo unazalisha pale tunahakikishia soko la moja kwa moja, ambayo asali tunakuwa tunainunua sisi. Labda hapo kabla hujaendelea. Vipi kama ndo wamejikusanya tu kama kikundi? Yaani ndo wanataka kuanza moja. Hawana cha mizinga, hawana cha nini, wanataka kuanza yani ndo wanaanza pase, hawana chochote. Okay, hapo kitu kikubwa ambacho tunawasaidia kwanza ni education. Okay. Consultation. Kwa sababu kama wanaanza maana yake hawana ABC yoyote. Kwa hiyo tutafanyia consultation, ila watachokifanya tu watusaidia kumsafirisha yule consultant kutoka ofisi hadi kufika tu pale. Basi. Ila consultation fee tutafanyia free kwa kikundi hapo ni